Habari kubwa duniani kwa sasa ni NASA kufanya launching ya Artemis 2 kwenda mwezini. Hii ni space mission ya kuwapeleka binadamu mwezini mara baada ya miaka zaidi ya 50 kupita. Mara ya mwisho ilikuwa ni kwenye mission ya Apollo 17. Ilikuwa ni Disemba mwaka 1972. Kwa hiyo ni miaka zaidi ya 50 imepita. Kwa mara nyingine tena NASA wanafanikiwa kufanya safari za mwezini. Artemis 2 ilikuwa launched pale Florida nchini Marekani kwenye kituo cha Kennedy Space Center cha NASA, ambapo ndani yake kuna rocket, lakini pia kuna chombo cha wanaanga ambacho kiko ndani, wanakiita Orion Spacecraft. Hiyo rocket unaweza kaita tu ni SLS, Space Launch System. Lakini pia kuna wanaanga wenyewe ambapo kuna Wamarekani watatu, lakini kwa mara ya kwanza mtu kutoka nje ya Marekani anaenda mwezini ambaye ni Jeremy Hansen. Huyu anatokea Canada. Wamarekani ambao wameenda na imani wataandikwa kwenye vitabu vya kihistoria kwa kuwa binadamu wa kwanza baada ya miaka zaidi ya 50 kupita kufanya safari za kwenda mwezini. Kuna Reid Wiseman, lakini pia kuna Victor Glover, bila kumsahau Christina Koch. Hii mission itachukua takriban siku 10. Kwa hiyo utaanza kuhesabu kutokea April 1, maana ndo siku ambayo wali launch. Ngoja nikuchambulie safari yenyewe hatua kwa hatua. Kitu cha kwanza ambacho kilipangwa kufanyika na kimekwisha fanyika ni launching ambayo ilifanyika pale Florida, lakini pia sasa hivi wako kwenye ile hatua ya kuizunguka dunia, Earth orbit. Watazunguka dunia, alafu hatua ya tatu ni kuelekea mwezini, Lunar injection. Sasa hapa hiyo rocket au SLC itatoa pressure kubwa na kupeleka Orion kuelekea mwezini, na hii nadhani ndio itakuwa hatua muhimu zaidi ya safari hii. Hatua ya 4 ni kuzunguka sasa mwezi, lunar flyby unaweza kaita hivyo. Kwenye hii mission jamani, hakuna landing, watafanya tu ile kuzunguka mwezi. Watazunguka mwezi, watapita karibu na mwezi na kuzunguka, lakini pia wataona upande wa mbali wa mwezi, ile far side. Kwa hiyo watafanya tu kuzunguka mwezi, kisha hatua ya 5 itakuwa ni kurudi duniani, re-entry. Nimeona wale wana NASA ambao wako huku duniani wanajaribu kuwasiliana nao, japo wako kwenye space, lakini naona communication iko very good. Wanawasiliana nao vizuri, wanawauliza dunia sasa hivi mnaionaje? Wamewajibu kwamba dunia inaonekana vizuri sana. Malengo makubwa ya hii mission ya Artemis 2 ni kupima kama binadamu wanaweza kusafiri salama hadi anga za mbali, lakini pia kujaribu mifumo kama tuseme ya maisha, life support system, kujaribu pia mawasiliano ya mbali ambayo ndio kinafanyika sasa hivi, deep space communication, bila kusahau navigation as normal as usual. Lakini pia mission ya Artemis 2 ni kama wanafanya majaribio hivi ya Artemis 3 ambayo hiyo watatua kabisa, watafanya ile landing katika moon, watatua mwezini, bila kusahau zitaanza na safari za kwenda sayari nyingine, safari za kwenda sayari ya Mars. Kwa hiyo hii ni mission muhimu sana sasa kwa NASA. Nilikuwa najaribu kukupa dondoo hizo za mission hii ya Artemis 2. Kwa hiyo tusubiri tuone watakapofika mwezini, kwa sababu bado hawajafika. Itachukua kama siku 3 hivi hadi 4, kwa sababu hicho chombo kutokea hapa duniani mpaka mwezini kinatembea kwa spidi ya kawaida tu kama F6 hivi up to F8 km/h, lakini kurudi duniani inakadiriwa kwamba inaweza ikafika mpaka kilomita 39 up to kilomita 40 km/h. So itarudi kwa spidi kali sana. Nakumbuka safari ya kwenda mwezini hawapiti tu hivi straight, safari sio straight, wanaenda kwa kuzunguka. That's why inaweza ikachukua siku 3 up to siku 4. Kwa tusubiri tuone watakapofika, watujuze kwa kina mwezini kukoje, mambo yakoje. Mr. MIDDL Simba ndo majina yangu. Bye bye till the next time.